kiwe cha kwake. Kama ni uzinzi uwe wa kwake, kama ni ulevi uwe wa kwake, kama ni hila za kumuua mtu ziwe za kwake, kama ni uvivu uwe wa kwake, kama ni usengenyaji uwe wa kwake, kama ni kuchepuka kuwe wa kwake. Angalia, Mungu alikwenda kusimama upande ambao mwanadamu kwenda kusimama, kwa sababu mwanadamu aliacha njia akaielekea njia inayoijua yeye mwenyewe. Bwana asifiwe. Mungu akaona sio vema, kwa kuwa mwanadamu nilipendezwa naye na nilimuumba mwenyewe kwa mkono wangu, kwa njia na kwa nia dhahiri ya kwamba huyu ndiye niliyemuumba kwa mikono yangu ndani ya ile siku ya sita, ya kwamba awe mrithi wa kila kitu tunachokitengeneza, kila kitu tunachokiumba, kila kitu tulichokwisha kukiweka katika ulimwengu. Angalia, yeye amekwenda kuasi, ameenda kwa njia yake mwenyewe. Angalia, Mungu katika kizazi kile cha Nuhu alipeleka gharika ikawatekeza na kuangamiza watu wengi. Ikaja kipindi cha Sodoma na Gomora akawateketeza kwa moto. Angalia, walipokwenda kuteketea, Mungu akaona huruma ndani yake, akasema hakika nitaendelea kuangamiza watu niliowaumba kwa mkono wangu mpaka lini? Ndipo ikatukia neema ikashuka, naye akasema nimtume nani? Naye ni nani atakayekwenda kuokoa ulimwengu? Bwana asifiwe. Wokovu ndipo ulipokwenda kuanzia. Mungu alikuwa na mpango thabiti akwenda kumtafuta mwanadamu, kumrudisha katika hema yake, kumrudisha katika ufalme wake, kumrudisha katika ukuu wake, kumrudisha katika uwezo wake. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wokovu ndipo ulipokwenda kuzaliwa, ndipo tunapokuja kuona Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, mwana wa Mungu aliye hai, alipokwenda kusimamishwa katika hema, katika mlima wa Golgotha, akaadhibiwa, akateswa. Ni kwa sababu ya njia ya wokovu ambao Mwenyezi Mungu alikuwa amekwisha kuianzisha kwa ajili yetu. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tunaendelea mbele. Neno la imani linavyotusaidia sisi katika maisha haya tuliyonayo, katika maisha haya ya wokovu. Bwana asifiwe. Ukisoma Waebrania 10:38, lakini mwenye haki wangu akifanya kwa imani pasipo kusitasita, akifanya kazi kwa kusitasita, roho yangu haitafurahishwa naye.